Kati ya wachezaji wa Esperance de Tunis wanaotarajiwa kupata wakati mgumu katika mechi watakazocheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba Januari 23 kule nchini Tunisia na Januari 30 nchini Tanzania ni pamoja na mabeki wa pembeni. Hapa tunamaanisha Mohamed Ben Ali, beki wa kulia, lakini kuna Amin Ben Hemida, beki wa kushoto. Hawa wote ni mabeki wa Esperance de Tunis ambao wanatarajiwa kuanza kikosini katika mechi dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba pindi zitakapokutana, endapo watakuwa fit na kocha wao Mahar Kanzari atakapowapanga. Wajua ni kwa sababu gani? Ni kwa kuwa wekundu wa Msimbazi Simba siku hiyo, endapo akiwa kwenye kiwango chake bora, akiwa fit timamu wa kiafya, kiungo ushambuliaji Eli Mpanzu Kibisawala ndiye anayepaswa kuwa miongoni mwatakao kumbana na mabeki hawa wa pembeni. Eli Mpanzu Kibisawala amekuwa kwenye kiwango bora sana hivi karibuni, ingawa klabu yake ya wekundu wa Msimbazi Simba haiko vizuri. Matokeo katika mechi mbili za awali kwenye kundi lao la D, ligi ya mabingwa barani Afrika, hawakushinda mchezo wote, hawakutoa hata sare, hawakuambulia pointi yoyote. Walifungwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico ya Angola kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Wakapoteza mabao 2-1 dhidi ya Stade Malien kule nchini Mali, na hivyo mechi mbili hawajaambulia kitu. Lakini ukizama ndani zaidi, ukiangalia performance, ufanisi wa mchezaji mmoja mmoja, huwezi kuacha kumtaja Eli Mpanzu Kibisawala mgongoni nambari 34, kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao walijitahidi kadri walivyoweza kuibeba timu yao ya wekundu wa Msimbazi Simba ili ifanye vizuri, lakini mambo yalikwenda tofauti. Mpanzu akitokea pembeni, hasa pembeni kushoto mwa uwanja wakati Simba anapokwenda kushambulia, huku akiingia ndani zaidi, matarajio ni kwamba anakwenda kumkimbiza vya kutosha Mohamed Ben Ali pindi akiwepo uwanjani, lakini wakati mwingine huwa anakwenda upande wa kulia, kwamba anakuwa ni orthodox winger, kwamba kwenye guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, halafu ndiko anakotokea. Matarajio ni kwamba akifanya hivyo anakwenda kukutana na Amin Ben Hemida, jambo ambalo litamfanya Hemida apate wakati mgumu katika kupambana na Kibisawala. Kwa hiyo yeyote yule akikumbana na balaa hili Volcano Eli Mpanzu Kibisawala, shughuli itakuwa kubwa siku hiyo katika mechi ambazo zote mbili wekundu wa Msimbazi Simba watatamani sana kufanya kila wawezalo kupata pointi zote, ikibidi kushinda na kushinda tena, lakini walau kushinda mchezo mmoja, kupata sare, halafu waongeze nguvu zao kwa Petro Atletico ya nchini Angola, waongeze nguvu zao kwa Stade Malien ya kule nchini Mali itakapokuja nchini kucheza na wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa wakati itakapokaza zaidi, matarajio ni kuona Mpanzu akiwa kwenye kiwango chake bora zaidi, na hivyo kuwaletea mateso mabeki hawa wa pembeni, beki 2 na beki 3 katika mfumo wa kocha Mahar Kanzari wa Esperance de Tunis, ambaye baada ya golikipa huwa na walinzi 4, viungo walio ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Mpanzu katika mechi hizi mbili ligi ya mabingwa barani Afrika ameonyesha kiwango kizuri, na ushahidi uko wazi kwenye kanzi data ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, linaonyesha kwamba Mpanzu ana vitu vingi vizuri alivyovionyesha katika mechi hizi mbili, ingawa timu yake haijapata matokeo mazuri. Ikumbukwe hivi karibuni kumekuwa na viji maneno kuhusiana na Mpanzu. Vingine ni vya kuatia pressure, kuwajaza upepo mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Vingine ni wenyewe mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wakiingia kwenye mtego wa kumlaumu mchezaji wao huyu ambaye ni miongoni mwa wachezaji wanaofanya vizuri mpaka sasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kimsingi Mpanzu, ambaye baadhi wamekuwa wakimhusisha na watani wa jadi wa Simba kwa maana ya Yanga, kwamba anakwenda kuungana na kina Peodo Pacome Zouzoua, kwenda kuungana na kina Celestine Ekwa katika kutimiza mipango kazi ya Yanga. Hizo ni tetesi. Mpaka sasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika, ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba amekuwa akifanya vizuri, na ndio maana matarajio ni kuona hawa mabeki wawili Esperance de Tunis watakuwa na wakati mgumu kukabiliana naye endapo ataendeleza kile ambacho ameshakionyesha katika mechi mbili dhidi ya Stade Malien, dhidi ya Petro Atletico, kwamba kasi yake ndio itakuwa mtihani kwa mabeki hawa. Lakini uwezo wake wa kupiga chenga, uwezo wake wa kupiga mashuti, kufanya majaribio ya kufunga, uwezo wa kutoa pasi, lakini vile vile
uwezo wa kupigania mpira pindi unapopotea. Mpanzu si aina ya wachezaji ambao wako katika eneo la ubunifu kutoka katikati ya mstari wa uwanja halafu wanakuwa wavivu pindi mpira ukipotea. La hasha. Ni mpambanaji mzuri, anafanya interceptions, anafanya tackling katika kuhakikisha mpira unarejea katika himaya ya timu yake Wekundu wa Msimbazi Simba. Katika mechi hizi mbili, dhidi ya Petro Atletico na dhidi ya Stade Malien, dakika 180, sekunde 10,800 ambazo Simba walikuwa uwanjani wakivuja jasho kwenye mechi hizo mbili, kundi lao la D, Mpanzu amecheza zote dakika 180, sekunde 10,800. Hajakosa hata sekunde moja uwanjani. Kwa dakika hizi Mpanzu amegusa mipira, touches, amegusa mpira mara 100, kuonyesha ni kwa namna gani imekuwa muhimu sana, kwa sababu yeye ni kiungo ushambuliaji, akionekana kwenye makaratasi kutokea kushoto mwa Simba kwenye kushambulia, akikabiliana na wachezaji wa ulinzi wa timu pinzani wa upande wa kulia, lakini mara nyingi akiingia ndani na kutoa nafasi kwa beki wa kushoto Anthony Mligo kwenda kuongeza mapana ya uwanja, lakini bado amegusa mpira mara 100. Ametoa pass katika eneo la mwisho, kule ambako Simba wanakwenda kushambulia kwenye nusu ya pili ya uwanja, tuseme eneo la wapinzani, amefikisha pasi 32 zilizofika. Ikumbukwe Simba katika mechi hizi mbili, Simba ni miongoni mwa timu zinamiliki sana mpira, baada ya Mamelodi inamiliki mpira kwa asilimia 73.5, ikifuatiwa na RS Berkane inamiliki mpira kwa asilimia 64. Simba ni ya tatu, inamiliki mpira kwa asilimia 62. Lakini kwa wastani katika kila mechi Simba inapiga pasi 366. Kati ya hizo pasi zinazopigwa katika nusu ya pili ya uwanja ni pasi 153 mpaka sasa, sawa na wastani wa asilimia 42 tu kati ya asilimia 100 ya pasi zote wanazopiga Simba zinazofika katika kupasiana. Sasa kwenye zile pasi 153, yeye pasi 32 amezitoa kati ya 153 kwenye nusu ya pili ya uwanja, kwa maana kwenye eneo la wapinzani. Sawa na kusema yeye pasi zake zinakuwa sawa na around asilimia 21 ya pasi zote za Simba wanazopiga katika nusu ya pili ya uwanja zinamhusisha Mpanzu. Huo sio mchango mdogo hata kidogo. Lakini hiyo itoshi. Simba mpaka sasa katika mechi mbili wamepiga mashuti 21. Kwa ujumla wamepiga mashuti 25, manne yamekuwa blocked, mashuti 21 ndio yalienda. Katika hayo 21 yaliolenga shabaha ni mashuti 5. Mpanzu katika mashuti ya 21 yeye amepiga mashuti 6. Sawa na kusema asilimia 29 ya mashuti yote ya Simba yaliyopigwa yeye amehusika katika asilimia 29 ya mashuti hayo. Halafu yaliolenga shabaha katika mashuti hayo 5, Mpanzu kwenye mashuti 6 yaliolenga shabaha ni mashuti 2. Sawa na kusema asilimia 40 ya mashuti yote ya Simba yaliolenga shabaha Mpanzu amehusika. Simba ni miongoni mwa timu ambazo kwenye mechi mbili wamegongesha nguzo. Wao wamegongesha nguzo mara 2. Mara moja amegongesha Mpanzu. Sawa na kusema asilimia 50 ya mipira iliyogonga nguzo ya Simba Mpanzu amehusika. Ni katika mechi dhidi ya Stade Malien, dakika ya kwanza kule nchini Mali, alipiga shuti zuri la mkunjo likagonga nguzo. Uliporejea uwanjani, bahati mbaya kwao Simba, Jashaua mpira uliomkuta baada ya kurejea kutoka kugonga nguzo aliopiga Mpanzu ulimkuta akiwa katika nafasi nzuri kuweka wavuni. Bahati mbaya sana akaupigia nje na kuikosesha Simba fursa ya kufunga. Mpanzu sio hilo tu, wakati hawana mpira kupigania mpira, Mpanzu amepigania mipira haswa. Matokeo yake ni nini? Amefanya interceptions, kuingilia mpira wa wapinzani na kufanikiwa kuupata mara 2, lakini amefanya kuna kitu inaitwa tackling, kuingia uvunguni kwa wapinzani, kucheza mpira bila kusababisha madhara kwa maana ya faulo, amefanikiwa mara 2 Mpanzu. Lakini sio hilo tu, amepoka mipira kutoka kwa wapinzani kurejesha katika himaya ya Simba, tusa ball recovery. Amefanikiwa kufanya ball recovery mara 4 Mpanzu, kuonyesha ni kwa namna gani amejitahidi kadri alivyoweza katika hizi mechi mbili, ingawa timu yake imepoteza mechi zote. Sasa katika mechi dhidi ya Esperance de Tunis, matarajio ni kuona Mpanzu akirejea katika kiwango chake hiki, ikibidi kukiongeza zaidi, lakini pia wenzake benchi la ufundi kwa ujumla kuongeza makali kwenye kucheza mechi hizi dhidi ya Esperance de Tunis ya Tunisia, na hatimaye kukamilisha kwa kucheza dhidi ya Stade Malien na Petro Atletico, ili mwishowe watimize mpango wao kuhakikisha wanafuzu kutoka katika kundi lao
la D na kwenda katika hatua ya robo fainali, ambayo Simba wamekuwa wakifanya hivi tangu msimu wa 2018-19. Ni mara moja tu katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika Simba wamefeli kufika hatua walau ya robo fainali. Msimu wa 2019-2020 Simba walitolewa mapema katika hatua za awali na UD Songo ya Msumbiji. Lakini katika misimu mingine yote Simba huwa wanaishia hatua ya robo fainali. 2018-19 walishia robo fainali wakatolewa na TP Mazembe. 2020-21 walifika hatua ya robo fainali wakatolewa na Kaizer Chiefs ya kule nchini Afrika Kusini. 22-23 Simba walifika robo fainali wakatolewa na Wydad Casablanca ya Morocco. 23-24 Simba walifika robo fainali wakatolewa na Al Ahly ya Misri. Sasa msimu huu kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika matarajio ni kuona Simba ikienda mbali zaidi na sio kuishia hatua ya makundi. Ikumbukwe kwamba msimu uliopita Simba kwenye kombe la shirikisho barani Afrika ilifika mpaka fainali ikacheza dhidi ya RS Berkane, ikapoteza kwa jumla mabao 3-1 baada ya kupigwa 2-0 kule Morocco. Halafu mechi ya nyumbani New Amaan Complex visiwani Zanzibar, mechi ilisha kwa sare ya 1-1, wakaukosa ubingwa lakini wakifika fainali. Sasa kwenye ligi ya mabingwa msimu huu wameanza vibaya, ndio mechi 2 kwa kupoteza, lakini bado wana mechi 4 ambazo wakipata matokeo mazuri maana yake wana uwezo wa kwenda robo fainali, na ikibidi kutimiza mpango kazi wao wa kufika walau nusu fainali, ikibidi kwenda fainali na ubingwa ikibidi, nani ajua haya. Lakini ili kutimiza yote hayo lazima wapindue meza katika kundi lao la D kwa kupata matokeo mazuri dhidi ya Esperance de Tunis na hatimaye zile mechi zilizobaki za marudiano dhidi ya Stade Malien na Petro Atletico. Kuyatimiza yote hayo yatahitaji ufanisi wa hali ya juu wa wachezaji wao nyota kikosini, akiwamo Eli Mpanzu Kibisawala. Kwa sababu hiyo ni vyema mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba, benchi la ufundi, management, wote kwa ujumla tuseme wawe kitu kimoja katika kukabiliana na changamoto hii ya kufanya vibaya katika mechi 2 za awali. Wasiruhusu maneno ya kuwavunja moyo wachezaji kama Mpanzu, kwa sababu kufanya hivyo watakuwa wanajihalalishia jambo baya zaidi, kwamba wasiweze kuvuka, wasiweze kupata matokeo mazuri na kwenda robo fainali. Lakini pia wakati wakipaswa kuwa wamoja kuhakikisha wachezaji wao wanakuwa tayari kimwili na kiakili kuelekea mechi hizo 4 zilizobaki kwenye kundi lao, huku wakikumbuka kwamba msimu wa 2022-23 walipoteza mechi 2 za awali, wakifungwa ugenini dhidi ya Horoya, halafu wakafungwa nyumbani dhidi ya Raja Casablanca mabao 3, lakini katika mechi 4 zilizobaki wakashinda dhidi ya Vipers nyumbani na ugenini, wakaipiga Horoya mabao 7, halafu wakaenda robo finali kwa spiriti ile ile, ingawa hizi ni timu 2 tofauti za madaraja tofauti, kwa maana kwamba hakuna timu ya hadhi ya Vipers ndani ya kundi lao, hakuna timu kama Horoya kwenye kundi lao, lakini ile hali tu ya walichokifanya 2022-23 wakarejea kukifanya tena katika mechi zinazowakabili dhidi ya Esperance de Tunis, dhidi ya Stade Malien, dhidi ya Petro Atletico. Simba wanaweza kutimiza yale waliyofanya 2022-23, ingawa sio kazi rahisi. Lakini kile kitendo cha kumhusisha Mpanzu na watani zao wajadi Yanga, wafikirie wana Simba wanaohusisha hilo, kwamba Yanga itakuwa na nguvu kiasi gani endapo kweli itatokea watampata Mpanzu. Ndio Mpanzu aungane na Pacome, itakuwa vipi? Halitakuwa jambo jema kwao wana Msimbazi, kwa sababu sio tu katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambako hesabu zikienda vizuri kwao wanaweza kukutana na Yanga kwenye draw kwenye hatua za robo finali, nusu finali, hata finali kibidi, ingawa sio jambo jepesi. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine, Yanga wakimpata Mpanzu ni silaha tishio, sio tu kwa wana Simba, lakini pia kwa timu nyingine za ligi kuu Tanzania bara na michuano mingine ambayo Yanga watashiriki, kwa sababu kwenye mechi 2 za ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi ameshathibitisha kwamba yuko vizuri kiasi gani kama nilivyotoka kueleza. Na hata kwenye ligi kuu Tanzania bara mechi wamepoteza 2-0 dhidi ya Azam, lakini Mpanzu alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa active, haswa walikuwa kwenye kiwango bora, akigongesha nguzo mipira 2. Mmoja wapo Steven Dese Mukwala, mshambuliaji wa kimataifa kutoka Uganda, alishindwa kumalizia mpira kuweka wavuni baada ya kurejea kwa kugonga nguzo. Thibitisho kwamba Mpanzu hajafunga lakini yuko vizuri, na uwepo wake huwa unaopotezea shape ya kiulinzi ya timu pinzani na wavuruga, na hivyo kuwapa fursa wenzake. Ni swala tu la muda bila shaka, lakini Mpanzu pamoja na maneno
mengi yanayosemwa juu yake, bado ipo kwenye kiwango kizuri. Je, itakuwa vipi katika michezo za Simba kwenye kundi lao la D dhidi ya Esperance de Tunis, dhidi ya Stade Malien, dhidi ya Petro Atletico? Aungwe mkono kwa manufaa ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwa manufaa ya taifa, kuona timu zote za Tanzania zikifanya vizuri kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwenye kombe la shirikisho ambako kuna Azam, kuna Singida Black Stars wafanye vizuri pia kwenye makundi yao. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.